Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali, mchezo wa hatima ya wekundu wa Msimbazi Simba kufuzu hatua ya robo finali ya kombe hilo. Bwana, mambo ni mengi na unaweza ukasema kwamba ni moja kati ya mechi ambayo mpaka sasa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wanajiuliza maswali mengi kwamba timu yao inafuzu ama haifuzu, lakini kauli mbiu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni kwamba hii tunavuka. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo bwana, tumeona kile ambacho amekifanya mwanamichezo nambari 1, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mara baada ya kuongeza motisha kwenye mchezo huo ambao wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa kushinda magoli 3 ili kuweza kujihakikishia ama ili kuweza kufuzu hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, moja kati ya mchezo muhimu sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu kama Simba watashinda goli 1-0 basi hawatokwenda kokote, na kama watashinda goli 2 pengine kwa 1 wakaruhusu pengine kufungwa goli lolote, basi watakuwa wameharibu kabisa mipango yao ya kuweza kufuzu hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa taarifa ni kwamba Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amelipa thamani goli la mama analolitoa kwa timu za Tanzania zinazoshiriki michuano ya CAF, ambapo kwa sasa nchi yetu inawakilishwa na Simba Sports Club pekee kwenye kombe la shirikisho Afrika. Akithibitisha ongezeko la thamani hiyo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anatambua muhimu mchezo wa marejeano dhidi ya Al Masry, hivyo kwa kuongeza motisha kwa wachezaji atanunua kila goli 1 kwa shilingi milioni 10. Simba inahitaji ushindi wa magoli 3-0 kama ambavyo nimekutaarifu siku ya hiyo kesho, ili kujikatia tiketi ya kusonga mbele hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ambayo hawajafuzu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo tuko nayo kuelekea kwenye mchezo huo muhimu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Na kuelekea kwenye mchezo huo wa Simba dhidi ya Al Masry bwana, tumeona kile ambacho amekizungumza kocha wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Fadlu Davis, lakini pia nahodha wa kikosi hicho Mohamed Hussein Shabalala alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kwenye mtanange huu, ambapo kwanza Fadlu amewahakikishia mashabiki kwamba Simba anakwenda kufuzu, lakini wajitokeze kwa wingi kuweza kuisapoti timu yao ili waweze kutinga hatua ya nusu finali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Lakini kwa upande wa Mohamed Hussein Shabalala, yeye kwa niaba ya wachezaji amezungumza na akasema wako tayari kuikabili timu ya Al Masry, lakini sapoti ya mashabiki inatakiwa, na mashabiki wanatakiwa kujitokeza kwa wingi ili kuja kuisapoti timu yao ili waweze kuandika historia kwenye kombe hilo, waweze kutinga hatua ya nusu finali. Sasa tunafahamu pia kile ambacho ameendelea kukifanya msemaji wa klabu hiyo Ahmed Ally, ambaye amekuwa akipita maeneo mbalimbali ya mji wa Dar es Salaam akiendelea kuhamasisha mashabiki. Amekuwa akikutana na matawi mbalimbali, tumeona mabonanza yakifanyika, tumeona akienda kutoa misaada kwenye vituo vya watoto wenye mahitaji, na hiyo ni kuelekea tu kwenye mchezo huo muhimu wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali. Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi kuelekea kwenye mchezo huo, lakini kubwa zaidi ni motisha ama kila ambacho kimefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kulipa thamani goli la Simba. Endapo Simba watafunga goli 1 basi watakuwa wamepata milioni 10, magoli 2 milioni 20. Kwa hiyo kadri ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba watafunga ndivyo ambavyo wataendelea kuvuna pesa ya mama. Na tunafahamu kwamba ili Simba
avuke kwenye hatua hii ya robo finali anatakiwa kushinda magoli matatu. Kwa hiyo akishinda magoli matatu, maana yake tayari Simba watakuwa wamefuzu hatua ya nusu finali, lakini wakati huo pia wamejichukulia kitita cha shilingi milioni 30 kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa kucheza kufa na kupona kuhakikisha kwamba wanaipeperusha vyema kwanza bendera ya Tanzania, lakini pia wana muonyesha kile ambacho mama amekitoa kwamba wao wanaweza na wanaweza kufanya kubwa zaidi ya hicho ambacho amekifanya. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao unakwenda kuandikwa, ama wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kulifanya taifa la Tanzania kuendelea kupeperusha bendera yake ya Tanzania kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba kwa sasa ndio ambao wamesalia kwenye michuano hii ya kimataifa pekee, kwa ndio wawakilishi pekee wa michuano ya kimataifa kutoka Tanzania. Kwa unaweza kusema hata kutoka Afrika Mashariki, kwa sababu ukitazama kwenye hatua ya kombe la klabu bingwa barani Afrika hakuna timu ambayo inatoka Afrika Mashariki, lakini pia ukitazama kwenye kombe la shirikisho barani Afrika hakuna timu inatoka Afrika Mashariki tofauti na wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo unaweza kusema kwa ukanda wa Afrika Mashariki wekundu wa Msimbazi Simba ndio wawakilishi pekee, ukiachana na kuwakilisha Tanzania, lakini wanawakilisha Afrika Mashariki. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji support kubwa, hususan kutoka kwa mashabiki wao ambao tunafahamu wamekuwa hawana dogo linapokuja swala zima la michezo ya maamuzi. Tumeshuhudia mara kadhaa pindi Simba wanapotangaza ubaya ubwela kwa timu yoyote ambayo inakuja kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, basi ubaya ubwela umekuwa ukionekana, na sasa tunaamini kwamba ubaya ubwela unakwenda kuonekana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Simba wanatakiwa kushinda magoli 3-0 ili kuweza kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo wa kwanza uliopigwa kule Suez Canal kule Misri, wekundu wa Msimbazi Simba walikubali kichapo cha magoli 2-0. Kwa hiyo Simba wanahitaji magoli 3 ili waweze kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Itawezekana? Haiwezekani? Dakika 90 ndizo ambazo zitakwenda kuamua ni nani anayekwenda hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini ukitazama kwenye makaratasi mpaka sasa Al Masry wametanguliza mguu mmoja hatua ya nusu finali kutokana na kile ambacho walikifanya kwenye mchezo wa kwanza kule kwao nchini Misri mara baada ya kuibuka na ushindi wa magoli 2-0. Itawezekana kwenye dimba la Benjamin Mkapa? Ni kusubiri dakika 90 ndizo ambazo zitakwenda kuamua ni nani anatinga hatua ya nusu finali. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.